بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بإذن المولى تبارك وتعالى katika usiku huu wa leo wa 27 Rabiul Awwal katika mwaka wa 444 بعد الألف من الهجرة النبوية mwaka 1444 Hijria, ambao sawa na usiku wa tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2022 Lailatul Ahad, usiku tarehe 23 wa mwezi wa 10 mwaka 2022, tukiwa tumekutana kama kawaida yetu kwenye darasa zetu za hapa ndani ya Mahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah للحلقات العلمية. leo tutakuwa na darasa maalum takriban wiki yote hii juu ya jambo muhimu sana. Mambo yote tunayosoma yana umuhimu, lakini mambo hupishana kutokana na athari zake na ukubwa wake katika jambo la dini. Kwa hiyo hili tunalisoma ambapo tunakusudia kulihudhurisha leo si jambo geni kwenu katika kusoma kwenu. Mshasoma sana, mshasikiliza sana, na pia si jambo geni kwa Uislamu, washalisikia sana. nalo ni jambo la albid'atu fi ad-din, alibtida'u fi ad-din wal ihdathu fi ad-din,
kuzusha katika jambo la dini. Hili si jambo geni kwenu, si jambo geni kwa Waislamu wa kawaida, lakini ni jambo moja la hatari sana kuliko hatari ya maradhi yote yanayosumbua miili ya watu, kuliko maradhi yote unayosikia wewe. Maradhi haya au jambo hili ni balaa, kwa sababu balaa lake na hatari yake inakuja katika nyoyo na katika ibada za watu. Na mtu akiharibikiwa katika upande wa ibada, akiharibikiwa katika upande wa dini, anakuwa ameharibikiwa mahali pabaya sana. Na hivyo upande wa pili akitengenea katika jambo la dini na jambo lake likanyooka, na akatengenekewa katika jambo la ibada, atakuwa ametengenekewa katika jambo kubwa sana. Sisi tunafahamu na sote tunakubaliana kwamba ibada ili isihi na iwe inakubalika, masharti makuu mawili ni muhimu sana. Sharti ya kwanza ni ibada hiyo ifanyike kwa ikhlas. Mtendaji anayetenda ibada hiyo aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na kufanya riya, pasi na kufanya shirki. Lakini pia kwa sababu wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Lakini pia katika jambo la ibada ni lazima mlipoifanya ibada hiyo amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyoifundisha. Kwa hiyo kuwe na maelekezo ya utendaji wa ibada hiyo kutoka kwa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibada ikikosa moja ya mambo haya mawili haitakubaliwa. Ukiifanya ibada kwa ikhlas lakini ikawa haifuati maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafanya unapotaka wewe, ibada yako itaharibika, haitakubaliwa. Kwa maana kwamba kwa mfano katika ibada ya as-sala, wewe waswali kwa ikhlasi kabisa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hufanye shirki wala si kwa ajili ya riya na kuonyesha watu. Lakini waiswali kama swala hili ilaiswali hapa, swala ya maghrib yenye rakaa 3, wewe ukaamua kuiswali pungufu rakaa 2 kinyume na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haitakubalika. Au waiswali rakaa 4 kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haitakubalika. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, ametenda kinyume na mafundisho yetu, basi ajue kwamba amali hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Na hivyo hivyo unaweza kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya amali wakafuata mafunzo yote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huna ikhlas, waswali kwa ajili ya watu wakuone, unashirikisha katika sala yako na kitu kingine, haitakubalika. Hivyo hivyo katika ibada nyinginezo, katika utaratibu wa zaka, hivyo hivyo katika saumu, hivyo hivyo katika hija na amali ambazo zinamkurubisha mja kwa Mola wake. Kwa hiyo ni sehemu ya hatari sana unapotekeleza amali au unapotenda amali ambayo imefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukayaacha mafunzo yake, basi hatari yake ni kwamba hiyo amali unayoifanya ni bure kabisa, haikubaliki. Sasa ni hasara kiasi gani mja huwa anafanya ibada alafu ibada ile ikawa haikubaliki. Ndio maana nikasema
ni jambo la hatari kuliko maradhi yote unayojua wewe. Katika maradhi yenye kudhuru miili ya watu. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu, ni wajibu kujua lipi la sawa na lipi si la sawa katika ibada yake, katika itikadi yake, imani yake na ibada zake, lipi la sawa na lipi si la sawa. Kila ambalo limwajibikia yeye kulitekeleza katika matendo ya siku, mchana na usiku, wiki, mwezi, mwaka, katika maisha yake, kila ambalo ni faradhi kwake yeye kulitekeleza, atakiwa pia ajue atalitekeleza vipi. Je, hivi ndivyo sawa au si sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama amelisisitiza sana jambo hili. Sasa kwa kuwa tuko katika markazi ya ilmu, kituo cha ilmu, watu wamekusanyika kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta ilmu, ni vyema tukalizungumza jambo hili kielimu zaidi, kwa maslahi yetu sisi tunaosoma, lakini pia kwa maslahi ya wanaotusikiliza, lakini pia kwa maslahi ya wale ambao mtawafikishia huko unapokwenda. Jambo linahitaji elimu sana katika kulizungumzia na kulifafanua. Linahitaji elimu, linahitaji maarifa, linahitaji utulivu na uangalifu wa hali ya juu, kwa sababu wazungumzaji kwenye jambo hili wamekuwa ni wengi sana. Katika wenye kuyaunga mkono haya tunayosema na wale wenye kuyapinga haya tunayosema, pande zote zimekuwa na wazungumzaji wengi sana, na kila anayezungumza anaonyesha uhodari wake katika hili. Lakini sote sisi tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna atakayeachwa, hakuna atakayeachwa aliyezungumza katika jambo la dini yoyote hilo, basi atakwenda kuulizwa kwa lile alilozungumza. Bali ukizungumza kwa jambo lolote lile, kwa sababu linaandikwa. Sasa unatakiwa unapozungumza mambo, basi uyazungumze kwa uangalifu wa hali ya juu na utulivu na umakini katika jambo hili. Uzungumze kwa uangalifu na umakini katika jambo hili. Swala la bid'a, kwa mimi nilivyolitazama, namna lilivyo katika vitabu na namna linavyozungumzwa mitaani, misikitini, kwenye madarasa, kwenye khutba, kwenye mihadhara, kwenye hafla mbalimbali, na namna huko linavyoingia katika mitandao mbalimbali, nimegundua kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi wanaovizungumza hawajavielewa. Ndicho ambacho mimi nimegundua. Kuna vitu vingi sana ambavyo vyazungumzwa, lakini hawa wazungumzaji hawajavielewa katika jambo hili. Nikisema hivi sikudai kwamba najua sana na maarifa zaidi kuwashinda watu, lakini nimekaa nikalitaamali jambo hili, nikalizingatia kwa kina kabisa jambo hili, nikawasikiliza wazungumzaji tofauti, nikaona kuna tatizo kubwa sana katika kulielewa jambo hili. Hasa katika kuelewa kwani bid'a ni nini. Sasa ukiwasikiliza watu namna wanavyozungumza na wanavyopishana kwenye maneno, utaona huyu hajaelewa bid'a ni nini.
asema tu kwa sababu pengine kawasikia watu wengine au kasoma kwenye kitabu fulani. Lakini jambo hili lilivyo si la kusoma kitabu kimoja wala si la kumsikiliza mtu fulani. Unatakiwa ukae uangalie hata zile itijahati za wanawachuoni, ile mielekeo ya wanawachuoni waliotangulia zamani wanapokuwa wanalizungumzia hili jambo la bid'a. Je, mielekeo yao imepishana au wana mwelekeo mmoja? Na kama wamepishana wapi? Sababu ni nini? Hoja iko wapi? Ulitazame ile jambo, alafu sasa uende kwa undani zaidi uangalie kwenye nukta ya mzozo iko wapi au nukta ya khilafu iko wapi. Lakini ukilichukulia juu jambo hili kiushabiki, huwezi kufika katika usawa hata siku moja, haiwezekani. Na mimi nitajitahidi biidhnillah alkarim katika mazungumzo yangu haya kwa mujibu wa ufahamu wangu na ufuatiliaji uliofanya pamoja na udhaifu, nitajitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuonyesha mahali penye mzozo ni wapi. Na kama kuna mtu mwingine anafikiria au ataona kwamba kilichozungumzwa si sawa, kimekosewa mahali fulani na utafiti huu bado una makosa, anayo nafasi ya kuonyesha kwamba njia ni hii. Lakini kwa kile ambacho mimi nimekitazama, nimefika katika hali ya kuwa na yakini kwamba hili ndiyo tatizo. Kwa hiyo ukitaka kujihamisha kwenye hili ambalo nimeliona mimi, sio kwanza mimi, kwa sababu hayo ni kutokana na yale yaliyoandikwa na ahlul ilm, yaliyosemwa na maulama. Kwa hiyo mimi si mtu wa kwanza, basi nihamishe kwa hoja za kielimu na si kwa maneno tu na hawa za nafsi. Ni kwa sababu ya kukinai kwangu, ni kwa sababu ya zile hoja ambazo zimenidhihirikia kwamba kuna hili, kuna hili, kuna hili. Hapa sio tatizo, tatizo ni hapa. Na nitajitahidi kuyanukuu maneno ya wanachuoni na hoja zilizoletwa, kwa sababu kitu kikubwa kabisa ni zile hoja na ile misingi wanayoijenga. Kwa hiyo hata wanawachuoni watakiwa na wao wafahamike kutokana na ile misingi iliyojengwa ambayo wameyafikiana juu yake. Yote kama kuna nje ya msingi na kurudishwa katika msingi sawa. Tukishalizungumzia jambo la bid'a, kuna umuhimu wa kuyazungumzia mengine yanayofungamana na hili. Kwa hiyo mimi mazungumzo yangu leo baada ya utangulizi huu ambao nimetumia kama dakika 15 hivi, nataka kusema kwamba mimi mazungumzo yangu yatajikita katika kulizungumzia jambo la bid'a. Bid'a ni nini katika lugha ya Kiarabu? Kwa sababu ni neno la Kiarabu. Sasa hao Waarabu wenyewe katika kamusi zao na maajimi zao wanaeleza nini bid'a ni kitu gani? Alafu pili, bid'a ni nini katika mtazamo wa kisheria? Kwa sababu haya maneno ya Kiarabu, kwa mfano neno salah, as-salah, hili neno lina maana katika lugha ya Kiarabu. Alafu neno hili lina maana kisheria, na mara nyingi maana ya kisheria inakuwa iko ndani zaidi kuliko ile maana ya kilugha, kwa sababu wao wanasema mfano as-salah ni mutlaqu dua, ni mutlaq wa maombi tu, ndio neno as-salah maana yake maombi. Lakini ukija katika sheria utakuta ni at-ta'abbud lillah biaf'ali makhsusatin, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo maalum. Vitendo hivi biaqwali wa af'ali makhsusa ambayo ni muftatahatun au muftatahatin bitakbir wa muqtatamatin bitaslim, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli na vitendo maalum mahsus ambavyo huwa vinafunguliwa kwa takbira na kuhitimishwa
kwa sala. Kwa hiyo utaona kwamba neno swala katika maana ya kisheria maana yake ni ya ndani zaidi, sio kila dua au kila maombi itakuwa ni swala. Kwa hiyo kuna maana za kilugha ambazo ni pana zaidi, maana za kilugha. Hivyo hivyo katika neno bid'a, neno as-sunna, neno al-ibada na mengineyo. Kwa hiyo nitalizungumzia jambo hili, lakini pia nitazungumzia kisheria bid'a maana yake nini. Na jambo jingine muhimu sana, je, bid'a inagawanyika kwamba hii ni bid'a nzuri na hii ni bid'a mbaya? Wale wenye kugawa wanaosema ndio inagawanyika, wamegawa ipi na kwa nini wamegawa? Na hawa waliosema kwamba haigawanyiki, je, wamekusudia ipi ambayo haigawanyiki, kipi hakigawanyiki, na kwa nini wamesema hivyo, na hoja zao na maneno yao? Na je, huko mwisho wanaafikiana au wanaachana katika hili? Yani sasa tumekuja kwenye field, sasa tuko tufanya kazi kwa pamoja, sasa tuyafanyia kazi yale tuliyazungumza huko. Je, wanapokuja kwenye kuyafanyia kazi haya sasa katika saha, sasa wanaafikiana au bado wanatengana kwa mujibu wa vile walivyoigawa bid'a? Tutakuja kuliona hili biidhnillah alkarim katika mazungumzo yetu. Alafu tuangalie haya maneno yanayotembea kwenye mitaa, kwenye hadhara, kwenye hafla mbalimbali, kwenye mitandao huko. Haya maneno ndio yale yaliyomo kwenye vitabu au haya mengine? Hilo tutalitazama biidhnillah alkarim. Na katika wanawachuoni ambao tutawataja katika jambo hili ni al-Imam Shafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, na al-Imam Abu Shama al-Maqdisi, al-Imam an-Nawawi Muhiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah, na al-Imam Sultan al-Ulama al-Izz ibn Abd as-Salam, Ibn Rajab al-Hanbali, na Ibn Hajar al-Haythami na wengineo. Tutawataja hawa katika jambo hili insha Allah, na wengineo ambao sikuwataja hapa sasa. Lakini pia tutazungumzia nukta muhimu nyingine, kwa sababu hii bid'a ina mukabili wake, hasa katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani ni kitu ambacho kimeikalia mukabala wake, kuna kinyume chake. As-sunna, nini sunna? Maana yake kilugha, maana yake katika sheria, maana yake katika istilahi za wanawachuoni wa hadith inda almuhaddithin, maana yake inda alusuliyin, wanawachuoni wa usuli. Maana yake wakisema as-sunna wao wanakusudia nini? Maana yake mbele za wanawachuoni wa fiqh alfuqaha tutaelezea, lakini hii ni mabhathi moja pana sana, na watu wengi hata wale wanaonasibishwa na ilmu, ma'al asaf, kwa masikitiko, ni kwamba wameshindwa kuhakiki na kuitendea haki maana sahihi ya as-sunna. Ukisikiliza, nitatoa na mifano ya wanaozungumza, angalia fulani kasema hivi, tunabidi tutaje wakati mwingine, fulani kasema, angalia kasema hivi. Je, huyu atakayeelewa maana ya sunna? Kwa hiyo as-sunna na aqsam za as-sunna, as-sunna ambayo ni al-qawliya, sunna yake kauli. Kuna as-sunna al-fi'liya, sunna ya vitendo, na hapa pana maelezo marefu katika sunna ya vitendo, vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, af'alu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vitendo alivyofanya, kitendo chake hicho utakuta ni al-fi'lu al-jibilli, kitendo amekitenda kwa maumbile, yani vitendo vya kimaumbile yake. Pana ufafanuzi hapo. Kuna al-fi'lu al-adi,
kuna alfi'lu fil umuri dunyawiyya, sema ndio kuna matendo ambayo ni al-adi, nikikusudia kitendo ambacho ni cha kawaida. Hapo tutakusudia ni kama vile vitu ambavyo Mtume swalla salam amevitenda na akiwa amevikuta katika jamii yake, kama mavazi, vipando, vyombo, yani vitu kama hivi. Kuna vitu amevifanya Mtume swalla salam, ametawadha kwa kutumia jafna, ametawadha kwenye chombo cha shaba, amehifadhi maji kwenye kiriba cha ngozi ya mnyama, vitu kama hivi. Amepanda punda, amepanda ngamia, amevaa nguo ya sufi, amevaa nguo ya pamba, vitu kama hivi. Alafu kuna mambo ya kidunia na kusudia, yani mambo yanayofungamana na maisha ya kilimwengu kwa ujumla, kama mambo ya sanaa na uhunzi, mambo ya ziraa, kilimo, tijara, ameyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo kama haya. Kwa hiyo vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafungamano yake juu ya sunna, wakati gani itaambiwa kwamba hii ni sunna na wakati gani hii si sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumwa, amekunywa dawa, amevaa hivi, amevaa vile, vitu kama hivi. Kitu gani hapa kitaambiwa kwamba sasa hiki hapa, hiki ni katika sunna sasa na hiki hapana? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka nywele nyingi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitia wanja, alijitia manukato sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alivaa pete, yani vitu kama hivi. Je, hapa tunafaa kuiga au hapana? Na mpaka wa kuiga, yani hapa labda tutakuwa na kitu gani cha kutuongoza kwamba hapa tuige kwa kuwa hii ni sunna na hapa hapana? Hili ni jambo takiwa tulijue, kwa sababu wakati mwingine uweza ukazungumza jambo la maana kabisa, ukakataza labda bid'a na ukahimiza juu ya sunna. Mtu akakwambia, mbona wewe hujapanda punda, umekuja na VX hapo V8, mbona hujapanda punda? Au sunna hiyo hujaiona? Mbona hujatia wanja wewe? Yani mtu anakuuliza maswali kama haya, tumeshasema kwa kutia wanja au hujaona wewe? Au amje kutana na vitu kama hivyo. Sasa kuna lugha au kama ndio hivyo, sasa mbona nyewe mfungi mawe kwenye matumbo yenu? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwa na njaa anafunga jiwe, fungeni mawe, sunna hiyo. Hili jambo lipo na washekhe wanalizungumza. Sasa wasijajua wanazungumza kwa kuwa ndivyo wanavyoitakidi kwamba ni hivyo, ndio elimu yao au ni kwamba hawajaelewa au sijajua. Lakini hili jambo lipo, na pengine wewe unazungumza jambo la maana kabisa ukakatishwa na lugha hizo. Kweli sunna nyingi tujazipatiliza sisi, tumeziacha. Waje tutumue siku nyingine, mara waje na punda wako, mbona una bakora wewe, una fimbo? Na Mtume sana alikuwa akisema akitembea na fimbo, unanielewa? Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufahamu sunna ni kitu gani na misingi ipi ya kuonyesha kwamba sasa hili ni la sunna na hili la. Si masala tashahi kwamba mtu achagua lile analolipenda lilopenda na nafsi yake. Utaratibu wa dini juu ya jambo hili ukoje? Elimu yaongoza vipi? Ndilo ambalo mimi nalikusudia kulisema, kwa sababu kuna vitu vingi sana vinatajwa na baadhi ya watu mpaka washangaa kwamba huyu shekhe, huyu alimu na allama, huyu anasema hivi kwa kutokujua au kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Naeleweka? Sasa hili mimi nitalizungumzia insha Allah katika mfululizo wa hizi darasa zangu. Kitu kingine ni as-sunnatu at-taqririyya, na hii ni faslu muhimu sana, faslu muhimu sana, ni kipengele cha aina ya pekee yake katika umuhimu.
kwa sababu baadhi ya watu wananasibishwa, kwa sababu haya matatizo yote, kwa sababu haya yanafanywa na yanayozungumzwa ni watu wananasibishwa na elimu, na pengine mtu akazungumza jambo la ovyo tu akalizungumza kwa ufundi fulani, wengine wakasema Allah 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 sallu ala nabii, akaona kazungumza elimu kubwa, leta vitu leta zid iko hiyo. Mimi naona kama maskara, lakini mtu akasema jambo la kipuzi tu, na mwingine asimama na kwenda kumtunza pale, then kazungumza kitu cha maana kabisa. Sasa katika mlango ambao wao wanautumia pia wenye kuzungumza jambo hili la bid'a, hasa mimi nazungumzia upande wale ambao wanatupinga sisi katika tunayozungumza, wanatumia mlango wa sunna at-taqririyya. Wala yule sahaba alikuwa akiwaswalisha watu, kila mwisho wa sura yeye husoma suratu al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Watu wakamshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutaka kumhukumu akawaambia wale watu wake, muulizeni kwa nini wafanya hivyo. Sasa angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kullu muhdathatin bid'a, hakurubu, anataka kujua kuna nini. Yule bwana akasema kwamba naipenda mimi sura hii kwa sababu ndani yake kuna sifatu Rahman. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomjibu, akamwambia wewe unafanya bid'a, nini unafanya jambo kabla mimi sijakufundisha? Alichomwambia ni kwamba basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakupenda, kwa sababu ukupenda sunna atakuingiza katika janna, katika pepo, utaingia peponi wewe. Angalia Bilal, alikuwa kiswali kila anapotawadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza Bilal, fanya amali gani wewe Bilal? Alhasil ni kwamba kuna mifano mingi wanaohitaji. Angalia Khubayb, kabla ya kuuawa aliambia nipeni nafasi niswali rakaa 2, yeye ndio mtu wa mwanzo kuanza sunna ile. Kwa hiyo si kila jambo baya, kila jambo litakaloanzishwa basi itakuwa halifai. Taangaliwa, je, ni jambo zuri? Kama ni jambo la kheri, sawa, Mtume alikuwa akilikubali. Kama jambo baya hatakubaliki. Lakini mlango unaotumia ni mlango as-sunna at-taqririyya. Hapo ndipo unapopata upenyo. Sasa hili jambo linatakiwa lilifafanuliwe, na wakifafanuliwa tulabu ilmu wakilielewa, basi tutakuwa tuko katika hatua muhimu sana. Watakuwa wale wanaobaki kudanganywa sasa na kubabaishwa ni wale ambao hawataki kusoma. Mtu kama hataki kusoma, hataki kusikiliza maneno ya sawa, lazima ababaishwe. Lakini lazima sisi tuseme kile ambacho tunaona kwamba hiki ni sawa. Mwingine anayekuja akaona kwamba hivi si sawa, basi asitumie ubabaishaji, azungumze maneno kwa misingi ya elimu. Nataja tu kitu kingine ambacho ni muhimu kukizungumza ni as-sunna at-tarkiyya, na kusudia yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha kuyafanya, na sababu ya kuyafanya ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Hili ndilo ambalo walikusudia wanawachuoni katika as-sunna at-tarkiyya. Kwanza, je, lipo utaratibu huu? Upo? Na kama upo, una nafasi gani? Au tutaishia kusema maneno mafupi tu kwamba at-tarku ni adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil, tuishia hapo tu kwamba kuacha ni kukosekana dalili, na kukosekana dalili sio dalili. Hili jambo linahitaji ufafanuzi mrefu. Mimi nimeona buhuthi zilizoandikwa mbalimbali kuhusu masala ya tarki. Kuna kitabu kimoja mjalladi mkubwa wa peji karibu 600 mpaka 700, anazungumzia as-sunna at-tarkiyya. Mtu mwingine atakufupisha kwa maneno mawili tu, pengine hata mistari miwili haijai, alafu ikaonekana imekuja elimu kubwa. Ala, kumbe tarku adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Hii hoja hii. Kwa hiyo ukisema tarku laysa bidalil bwana, wewe utakuwa umekosea. Kwa sababu dalili iko. Dalili iko. Kwa hiyo ukisema tarku adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil, wewe utakuwa umekosea. Kwa hiyo ukisema tarku adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil, wewe utakuwa umekosea.
au tarku adamu dalil laysa bidalil. Basi ni jambo lina ufafanuzi wa hali ya juu kabisa, takufafanuliwa, kutolewa maelezo, kuna tafasili ndani yake, si masala ya kukata tu. Mifano hai ipo, wanahitaji wanawachuoni, bali aima kibari kina Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala na wengineo. Sawa. Kwa hiyo sasa hili ni jambo muhimu linatakiwa lizungumziwe kwa mapana. Lakini kitu kingine ni swala la ibada. Ibada ni nini? Kwa hiyo kuna mambo yanaitwa ibada na mambo mengine ni ada. Sasa ibada ni nini kilugha, kisheria, anwai za ibada na mafungu vigawanyo vyake. Hizo ibada al-mahdha, al-ibadatu al-mahdha na ghairu al-mahdha. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kusema wewe wasema hili jambo halifai kwa sababu akulifundisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Wakati huo wasema hivyo umekaa usipasha bulughu al-maram. Mtume صلى الله عليه وسلم akafundisha bulughu. Kafundisha bulughu, unauliza? Hili ni swali linaweza kuulizwa na mtu ambaye akasoma yule mpaka elimu za mwagika. Kasoma kweli, si mchezo. Tumeelewana? Sasa kujua ibada mahdha na ghairi mahdha, al-ibada al-mutlaqa na al-ibada al-muqayyada, wanawachuoni wanaeleza vipi na utaratibu ukoje, adilla za kisheria zikoje min al-kitabi was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas, yani ikoje masala haya koje. Kwa hiyo inshallah tutazungumzia mambo haya.